Fuatilia ni wiki nyingine tena tukiwa tumekutana katika kipindi bora kabisa, kipindi cha Safari ya Ndoa, kipindi ambacho kinaangazia ndoa mbalimbali ambazo zimedumu kuanzia miaka 10 na kuendelea, kikitupatia mafunzo mbalimbali ya namna gani ambavyo tunaweza kuishi katika ndoa na hatimaye ndoa ikawa na furaha, amani pamoja na ya kudumu daima. Mimi naitwa Khalid bin Omar ambaye nakukaribisha katika kipindi hiki, na hii leo moja kwa moja itakuwa katika maeneo ya Mwanagati kule, ambapo tutakuwa na wanandoa ambao ndoa yao imedumu kwa miaka 34. Hawa si wengine, ni bwana Siraji Hussein Jandasha pamoja na Bi Roia Juma Fataki. Kwa pamoja wamejaliwa watoto 5. Tutaelekea Jamvini kusikiliza simulizi ya hadithi yao ya ndoa hiyo, lakini pia baada ya hapo tutaelekea katika Funua Kawa. Nitakwambia hii leo tutakuwa na shekhe gani, lakini pia mwishoni tutakwenda kuangalia, je, wanajuana katika kipengele chetu cha mtu mwingine. Awali yote, moja kwa moja tuelekee Jamvini. Mimi naitwa Roia Juma Fataki, ni mke wa Siraji Hussein Janda. Mimi naitwa Siraji Hussein Jandasha, nimezaliwa Bukoba, nimekulia Mwanza, baadaye nikamia hapa. Ni mama wa watoto 5, naishi Mwanagati Kitunda, wilaya ya Ilala, na ni mjasiriamali, nafanya biashara ndogo ndogo Tandika. Naweza nikasema mimi kuoana na mume wangu, kwanza ni mtoto wa mjomba kwa shangazi, kwa hiyo tuliwahi kuishi wote. Time nasoma nilikuwa naishi nyumbani kwao. Kwa maana hiyo nilikuwa tayari nimemfahamu tabia zake, na yeye tayari alikuwa kanifahamu tabia zangu, kwa hiyo haikunipa tabu. Unaweza kutupa somo maana ni kwamba miongoni mwa inawezekana sababu ya ndoa kudumu ni mtu kumfahamu kabla? Hapana, watu wanabadilika. Anaweza kukuoa leo ana tabia hii, lakini mkakaa miaka 2-3 akabadilika. Kwa hiyo kusema labda unamfahamu hivi ni sababu ya kudumu, sio. Sababu ya kudumu ni ile kustahimiliana. Yaani mtu anaona mwenzie hapa akakwazika, kamuomba samahani, yanakuisha. Nashukuru sana mume wangu ni mtu wa kujishusha zaidi pindi akijua hapa kanikosea. Na hiyo labda niseme ndio sababu kubwa sana mpaka leo nipo kwenye ndoa. Kwa sababu wanaume walio wengi, mtaniwia radhi, si wote lakini wengi, wanakuwa anaweza kuwa yeye ndo kamkosea mkewe, lakini bado yeye ndo anakuwa na hasira zaidi. Unaona? Lakini mume wangu akijua kanikosea, basi huwa anajishusha, hata ichukui muda na lile linakuwa limepita. Naifurahia ndoa yangu kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu alhamdulillah ni muda mrefu sasa, ni wachache wanaomudu kukaa kwenye ndoa miaka hiyo. Mimi naona kama michache. Naona kama imewahi sana, na nashangaa tu hapo tumeoana mara miaka 30 na kitu. Mimi naona sio mingi wapi. Na Mungu kanijalia watoto alhamdulillah, na kila sababu ya kumshukuru Allah. Nawezaje kudumu kwa muda mrefu? Naweza kudumu katika ndoa, au nimeweza kudumu katika ndoa, sababu kubwa ni subra. Mzee akitenda jambo na mwelewesha, na yeye anakuelewesha, basi mnamaliza wenyewe ndani kwa ndani. Ukiwa na subra unakuwa unaweza kustahimilia baadhi ya mambo madogo madogo, kwa sababu katika ndoa lazima kuhitilafiana kupo. Lakini ukiwa na subra, ukiwa ni mwenye kuhifadhi mambo yako ndani, usiyatoe nje, pia inasaidia kwa asilimia kubwa. Mtatanisha, unaenda kwenye mshauri mzuri, kama mtu wa kiongozi wa dini na nini, anakushauri kwa nini limekushinda mwenyewe ndani, unaenda kutafuta ushauri, anakushauri, basi unakuja mnalizana mwenzio. Kwa sababu kama ndoa za sasa hivi unamkuta mtoto, binti anaolewa hata mwezi mmoja akitilafiana na mumewe, basi asubuhi kishapiga simu nyumbani. Na wazazi wakishafahamu mtoto wao labda akakutana na changamoto fulani, inakuwa hawawezi kustahimili. Lakini sisi tulikuwa hata ukipata changamoto kwenye ndoa huwezi kuzungumza nyumbani. Kama unavyofahamu, wazazi wakisikia jambo kwao wao linakuwa kubwa, kwa sababu wewe ni mtoto wao. Lakini wewe ukikaa na mumeo, lile jambo ambalo liliona kubwa mnalisuluhisha na linakwisha.
lakini kwa wazazi haliishi. Kwa wazazi inakuwa si rahisi kuisha haraka, sababu tayari wanajenga chuki kwa mumeo kwamba kakunyanyasa kitu fulani kwa mfano. Kwa hiyo ile inakuwa haishi haraka kwa wazazi. Kwa hiyo ile kupeleka kesi mara kwa mara kwa wazazi au kwa ndugu inasaidia sana ndoa kudumu. Umezungumzia kusana na masuala ya changamoto. Labda changamoto zipi ambazo mwanzoni wakati naanza uliona kwamba hizi labda unafikiria inawezekana kweli kufika mpaka leo? Kwangu mimi sioni kama kuna changamoto kubwa sana. Alhamdulillah, namshukuru Allah. Mume wangu matatizo yaliyokuwepo kwangu na mume wangu ni yale ya kibinadamu sana, ni madogo sana, kiasi kwamba siwezi kuyachukua kama hii lilikuwa ni changamoto kubwa mpaka likatufikisha hatua fulani. Hayapo. Kama yapo ni madogo sana ambayo yani hata siwezi kuyazungumza. Kitu gani unakipenda zaidi katika ndoa? Ninachokipenda zaidi ni kwamba sisi wote alhamdulillah Allah akatujalia kufuata misingi ya dini. Subira yake. Unapomkwaza na kufanya subira. Hawi na hasira sana za kupitiliza. Hasira sana ndio zinavunja ndoa za watu. Kwa hiyo hakuna mtu anayemkwaza mwenzie kwa muda mrefu. Hata nikitokea nikamkwaza nakuwa mwepesi kushuka chini, hata yeye kitokea akanikwaza anashuka chini, kwa sababu wote tuna hofu na Allah. Fanya ibada, ngojikuta wote mko katika dini, jambo la kushukuru sana kuona wote mmeshika dini. Inapotokea migogoro namna gani mnasolve? Huwa ikitokea mgogoro, hata tuliwahi kuambizana tukiwa katika hali ya furaha, huwa tunaambizana ikitokea mgogoro basi tusizungumze wakati wote tuna hasira. Huwa tunalala, tunanyamaza, kila mtu anamnyamazia mwenzie, sio katika hali ya kukasirishana, lakini yani tunaamua kunyamaza, tusizungumzie ugomvi ule mpaka ambapo tukiamka na tukawa hasira zimepungua. Kishki TV, nuru ya dini yako.